Yes, good morning, good morning, good morning. Kawaida mimi ni Joseph Asamba nikiwa spika wa bunge la mwananchi Jakaranda, na pia mimi natoka Kakamega County, Kolomani constituency, na mimi ni mtu ya 2 term. I support President William Ruto. Mimi ni mtu wa UDA. Therefore, hii wiki kutoka Monday I've been talking about the leadership of Luhya community and the leadership of our entire country kwa ujumla. Na leo hii wiki nitamalizia mambo ya uongozi. Kesho from Monday I'll be talking about the economy. Nitakuwa nazungumza kuhusu economy ya nchi, economy ya Western region under President Moi, President Kibaki, President Uhuru and now President Ruto. Mimi leo hii nataka kuendeleza mazungumzo kuhusu Edwin Sifuna, especially considering that Edwin Sifuna ako na rally pale Kakamega. We respect that, and also his counterpart Oburu Oginga ako na mkutano pale Siaya. Mimi especially wacha nizungumze kwa mkutano ambayo kwa Kakamega na siasa za Waluhya. Nataka kuambia Waluhya kwamba let's stop being desperate of power and let's stop being desperate of leadership. I remember there was a time tulikuwa tunazungumza tukinasema ya kwamba Natembeya sasa amekuja ndio mwokozi wetu. Tukasema Natembeya, oh tawe 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 tawe, everybody, oh mimi ni tawe tawe. Unajua Luhya community, the moment we embrace this being desperate politically, some people takes advantage of that. Wanajua kama Muluhya they are swaying votes zinatoka Western region because hatujuangi tunataka nini, hatujuangi tunatoka wapi, hatujuangi tunaenda wapi. Sisi every dog that is barking alongside the road we embrace it, na kila mtu anakimbilia pale. Tulisema tawe soko Natembeya ndio kijana yetu, hatutaki Mudavadi, hatutaki Wetangula tawe, Mudavadi tawe. Tukasema sawa, Natembeya nao take over. Natembeya Masonga akanyamazia. Wakaanza tunataka Matiang'i, kukanyamazia. Kalonzo, tuko na Kalonzo, sisi ni one term, sisi ni Kalonzo, ikanyamazia. Wakakuja Wagashagwa. Sasa wanasema Sifuna. My friend, my Luhya people, nataka niwaambie kitu moja. Number 1, President William Ruto is the president of Kenya until 2032. We should respect the president. We are supposed to work with the president, and in case of anything, let us consult with the president. We are not here to play politics, barren politics, but we are here to play politics of development and economical politics. Wacha ni siasa za kufurahia, siasa za slogans. My friend, power cannot be attained through slogans. The power of this country will not be taken by a populist. The power of this country shall be taken over by a strategist. And that is why I want to tell you, without any fear of contradiction, that the next president of Kenya will either be Kithure Kindiki or Musalia Mudavadi. Najua watu wengi hawezi amini hiyo, lakini ukiangalia, my friend, rudeness, arrogance cannot give you power. Tumeona watu wakiwa hivyo, but they ended up to nowhere. Therefore, mimi nataka niambie Waluhya tujue ya kwamba tunataka nini, tunatoka wapi, tunaenda wapi, and let us be consistent politically. Let us be consistent. Isikuwe ya kwamba leo uko hapa, kesho uko hapa. Tumekuwa kama kuku ambaye anarushiwa mahindi. Akirushiwa pande hii anakimbia kula anakula. Ukichukua sasa mimi urusha huku anakimbia huku. Ukirusha huku anakimbia huku. Ukirusha huko anakimbia huko. Sasa hata anakaa chini hajui akule mahindi ya huku ama akule mahindi ya huku. At the end of the day atatoka hapo kama hajashiba. Lakini angeconcentrate mahali pamoja kwamba hii ndio mahindi nakula. Hata utupe pande hii anasema hii ndio mahindi nakula. Huyo kuku atashiba. Sisi hatujui tunatoka wapi, we don't know whom we are supporting, we don't know what we want politically. Yani mtu yeyote akikuja, sasa tuko na yeye. Now you are telling us about sijui mimi ndio Sifuna. Okay, wewe ndio Sifuna. So what? Unatuambia wewe ni Sifuna, sijui sisi ni Sifuna. Yes, nyinyi ni Sifuna. So what? And then what? You are Sifuna, yes, so that you can do what? Watu wanajipanga, the people are strategizing how they can take our power. Wewe unatuambia wewe ni Sifuna. What kind of a slogan is that? Unajua sometimes huwa naangalia sisi, mimi ni Muluhya pia, lakini na wanaanga bwana tuko na shida. I don't know who will solve this problem. We must stand strong and know what we want.
If it's about forming a political party, let Sifuna akuja tuambie kwamba my strategy, my plan is to form a political party, give me that support. If it's about vying for Nairobi senatorial seat, come to Nairobi. Unafanya nini Kakamega? Sasa Kakamega na unataka usenata na Nairobi. Kakamega itakusaidia aje? Ama unataka ugava Nairobi. Kakamega inakusaidia na nini? Ukienda kwa hizi kama unataka president, tell us. If you want to become the deputy president, tell us, or any other position. But if you want a position in Nairobi, wewe unataka position in Nairobi, babu unataka position in Nairobi, what are you doing in Western? Simu kampeni hapa, mtu ombe kura tuwapatie. Wacha niwaambie, arrogance, rudeness cannot deliver power unto our hands. Power is President William Ruto, and this power is going to be handed over to someone who is humble. Mimi nataka niambie Waluya, kama Sifuna is not going to organize you, my friends, jipangeni vizuri. Uongozi iko mahali imeelea, na hii uongozi inatakana ikuje kwa mikono zetu sisi kama Waluya. It is high time. Hata kama tunachukia hao viongozi ambao mnazungumzia, I still believe that Mudavadi can still make a good president in this country, as long as ako with a very good political strategist, with very good political activists ambao watakuwa wamemzingira. We want those people who can make a lot of noise, who can support him. We need people like Sifuna, Natembeya, Khalwale, Savula. Wale watu ambao watamzingira. Mudavadi ni kama President Kibaki. Kibaki alikuwa na watu ambao wamemzingira, very strong people, very fierce people, like John Michuki, like Njenga Karume, among others, ambao walikuwa wakisema wamesema. Kibaki was humble, but alikuwa amezungukwa na watu ambao walikuwa commanding. That is what we want people to surround Musalia Mudavadi. Very fierce, commanding. Wale watu ambao tukiangalia president wetu tunajua kwamba amezingirwa na watu wazuri. So if we cannot protect, defend and support Musalia Mudavadi, there is no way we will support another person. Si wadanganyi. And what Sifuna is doing, nilikuambia jana Sifuna, tena leo narudia. Utabaki peke yako kwa hiyo kitu unafanya. These people ambao wanakufuata, this thing is going to narrow down to the Luhya community. And by the time itakuwa narrow down to the Luhya community, hautakuwa nazee, kwa sababu hutaambia Waluhya sasa unataka nini. Because Oburu Oginga, you think he is stupid, but there are very brave people surrounding that guy. He will outshine you. Ni mzee lakini is going to outshine you. Anaenda kuchukua kura watu Nyanza yote. It's going back to Oburu. Nakwambia ukweli, they will not follow Babu Owino. They will go back to defend their party. They will go back to defend their community sovereignty. Oburu Oginga atabeba watu wa Coastal Region. Sifuna will trend for a while because he has got no proper strategy, plan. You see? So after people discovering that huyu hata hana plan, they will go back to Oburu Oginga. Sifuna atabaki peke yake with some few noise makers, with some few confused political activists. Na hata baadaye watamuacha. Those people funding Sifuna, they will run away. Watamuacha naked. If he cannot plan himself right now. Na mimi naambia Sifuna, join the government. Join President William Ruto. Support Musalia Mudavadi while in that government. Because power in this country, it is either going to Mount Kenya back or to Western region. Inarudia watu wa Gema ama inakuja kwa Waluhya. Na itakuja kwa Waluhya kama tumejipanga. Sifuna, mobilize Luhyas, talk with Savula, talk with Khalwale, talk with Ababu, talk with Natembeya, go to the government of William Ruto. William Ruto anaenda tu for 5 years, only 5 years. Any other presidential candidate is seeking for 10 years. William Ruto is only going for 5 years. If we go to support William Ruto, power imelea. He will give this power to those people who have humbled. The people of Mount Kenya shall humble behind Kindiki na watachukua hii power. Tukiangalia tu hivi. Therefore power imekuja. Let us mobilize ourselves as Luhya people, as the Luhya community. Let's go for that power. We are not here for slogans, but we are here to get power. That is what we want.
Without doing that,